هذا علي هذا القسيم هذا الصراط المستقيم. Naam, assalamu alaikum popote ulipo mpendwa mtazamaji wa Shuhada Media. Nikukaribishe katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha vijana. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahamu yale machache kati ya mengi ambayo ulikuwa hauyafahamu. Kipindi hiki ni kipindi mahususi kabisa kwa vijana. Lakini pia kipindi hiki ni kipindi ambacho kinajuza vijana kuhusiana na mambo tofauti ambayo yapo katika jamii. Lakini pia kipindi hiki kimebezi sana na vijana, kwa maana vijana ndiyo taifa la kesho. Mtazamaji, mimi ni Latifa Muhammad nitakaye kuongozea kipindi hiki mwanzo hadi tamati. Na kwa siku ya leo katika kipindi chetu cha vijana tutazungumzia masuala ya ufundi wa ushonaji wa cherehani. Tumekuja katika eneo la Nado ambapo kuna wanafunzi wanajifunza somo la cherehani. Wanafunzi hawa, mtazamaji, wataweza kutufunza kwa namna ambavyo wamefundishwa na mwalimu wao. Lakini kwa sasa niko na mwalimu ambaye tutazungumza naye machache ili kuweza kufahamu ni yapi ambaye anawafundisha wanafunzi hawa, na mpaka kuanzia kuwafundisha mpaka sasa labda ni mafanikio gani ambayo wameyapata kupitia kipindi hiki. Mimi ni Latifa Muhammad na hii ni Shuhada Media. Endelea kusalia nasi. Naam, mtazamaji, kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali, katika eneo hili tutaweza kuzungumza na mwalimu ambaye anawafundisha wanafunzi hawa. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Mpendwa mtazamaji anatamani kufahamu kwa majina yako na pia wewe ni nani katika eneo hili? Kwa majina naitwa Zuhura Yahaya. Mimi ni mwalimu wa ufundi wa ushonaji. Labda shukran sana. Mtazamaji, kama ambavyo umeweza kumfahamu, huyu ndiye mwalimu ambaye atatuongozea darasa hili mwanzo hadi tamati, nikiwepo mimi hapa, lakini pia pamoja na wanafunzi ambao wataweza kutuonyeshia mafunzo kwa vitendo. Labda mwalimu, kwa kuendelea, labda kituo hiki kimeanzia lini? Kimeanza mwezi wa 5 tarehe 24. Mwaka gani? Mwaka huu. Labda tokea kituo kimeanza ni wanafunzi wangapi ambao umeanza nao? Nimeanza na wanafunzi 17. Shukran. Labda tunafahamu katika hao wanafunzi ambao wameanza darasa hili, wote unaenda nao sawa au labda kuna ambao wako tofauti na wengine? Wote naenda nao sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Labda shukran. Sasa tukiangalia labda kwa upande wa mafanikio, labda tokea wanafunzi ambao umeanza nao, umetuambia kwamba wote unaenda nao sawa, labda ni mafanikio gani sasa ambayo umeweza kuyapata? Mafanikio yapo makubwa kwa sababu nilianza nao, wengine hawajui chochote, ila namshukuru Mungu nimeanza nao vizuri mpaka sasa tulipofikia, wanajua kupata mitindo mbalimbali na kuishona pia. Katika aina za mitindo, labda kuna aina ngapi za mitindo ambao umeweza kuwafundisha? Ni mingi. Kama tulianza na shati la shule, sketi ya shule, kuna sketi na blouse ya penseli, kuna mapande, kuna gauni la nguva, kuna magauni ya solo, masudesi au mabaibui, mashungi na mengineyo. Na mashallah. Hiyo unaweza kutuhakikishia kwamba kwa masomo ambayo umewapatia wanafunzi hawa, labda yote wanaweza kuyafahamu, na pia mafunzo ya kushona hizo nguo ambazo wametutajia wanaweza kushona mpaka sasa hivi? Ndio. Yote? Basi mashallah. Labda mtazamaji, kama ambavyo umeweza kumsikiliza na kumtazama mwalimu huyo, ameweza kutufahamisha kuwa, lakini hatutaishia hapa, bado tunaendelea na kipindi chetu. Mwalimu ametuambia kwamba amewafundisha wanafunzi jinsi ya kukata kitambaa na jinsi ya kushona aina mbalimbali ya mitindo kama ambavyo ametufahamisha. Lakini usikae kando na runinga yako. Mimi ni Latifa Muhammad. Endelea kusalia nasi.
Naam, mpendwa mtazamaji, tumerejea tena baada ya kupata mapumziko mafupi. Kwa sasa tunaendelea kuzungumza na mwalimu wetu katika eneo hili. Labda mwalimu, kwa yule mwanafunzi ambaye amekuja sasa haelewi labda ni wapi aanzie, kwa namna gani ambavyo unaweza kumwelekeza? Mwanafunzi anapokuja kama haelewi chochote, lazima tunaanza na kuzungusha mashine kama hivi. Yaani anaanza kuzungusha mashine kwa ujumla. Akishamaliza zoezi hilo, mashine ya kiwani, kwa sababu mashine inatakiwa kizungusha hivi kwake isirudi nyuma. Kirudi nyuma yakata uzi. Akishaelewa ndo aje kwanza kupinda. Akishajua kunyoosha ndio utaingia kwenye stage nyingine. Naam, shukrani. Labda kwenye mashine tungefahamu labda kuna hizi kamba hapa ambazo tunaziona. Labda hizi zinasaidia kufanya nini mashine? Hii kamba ndio inasaidia kupata mawasiliano ya huku juu na chini ili mashine iweze kufanya kazi. Shukrani. Labda sasa ndio mwanafunzi amekuja kabisa, yani haelewi, labda ni kwa namna gani ambavyo unaweza kumfundisha? Kuna ule uelewa tofauti wa wanafunzi. Kuna mmoja ambaye unaweza kumuelewesha kwa hapo anaweza kaelewa na kuzungusha kama ambavyo umetuonyeshea. Lakini kuna yule mwingine ambavyo yani anaweza kuzungusha alafu mashine kama inakuwa labda inamsumbua. Inamsumbua. Labda ni kwa namna gani ambavyo unaweza kumuelekeza? Lazima uwe naye karibu, kwa sababu lazima kwa mwanzo akizungusha mashine kuja hivi lazima inakuwa ngumu, lazima irudi nyuma. Kwa hiyo ikirudi nyuma lazima uwe naye makini kwa ajili ya kumkazania ili iweze kuja upande wake. Ndio. Shukrani. Sasa tuje labda katika kushona. Mashine yetu tayari tumeshaizungusha na tumeshajua kabisa kila kitu ambacho ni cha umuhimu katika mashine. Tuangalie sasa namna ambavyo tunaweza kuweka sindano yetu na kuweza kushona. Sawa. Namna ya kuweka sindano, hii sindano ipo hivi, upande mmoja ina bapa. Kwa hiyo hii bapa ndio tutaangalia kuambatanisha na huku upande wa mashine. Utaweka sindano yako, hakikisha ukifunga hivi imekaza juu, ndio unakuja kukaza hii nati ili sindano yako isitoke. Kwa hiyo kwenye hiyo mashine ya kuwekea sindano kuna upande wa bapa ambao unaweza kulinganisha. Ulinganisha na hii chuma ya mashine. Kwa hiyo nisipolinganisha na maana sindano yangu pale nitakapokuwa na shona itaachia. Inaachia, lakini pia inakuwa ina ile kukata uzi, haiwezi kashona. Aha. Labda sasa tukiangalia kwamba labda unavyokuwa labda unaanza kushona, tunaona kuwa kuna baadhi ya nguo ambazo tayari zimeshonwa, lakini kuna unavomwangalia fundi anavoshona, kuna sehemu ambapo uzi unakwama. Yani kwa mwanafunzi labda ni namna gani ambavyo unaweza kumuelekeza kule kukwama kwa uzi kukaweza kutoweka? Unapotaka kushona lazima ukague, uhakikishe bobbin case, ambayo hii bobbin case hakikisha uzi wako umeujaza vizuri, kisha ndio kwenye hii ni ringi, hii ni bobbin case, ndio uvalishe kwenye bobbin case. Kisha ika uzi wako vizuri, ndio uje uweke uzi kwenye mashine. Na ukishaweka uzi kwenye mashine, hakikisha uzi wa juu pia umekaa sawa, ili unapoanza kushona uzi usijikusanye chini, nguo iweze kuwa na finishing nzuri. Kwa hiyo ninapokuwa nimezungushia uzi wangu kwenye hicho kifaa ambacho kinazungushia uzi, ina maana unakuwa una uhakika kwamba kwenye hicho kifaa uzi hauwezi kujipinda kwa staili yote ile, yani hauwezi kujikunja. Kujikunja hauwezekani, kwa sababu unapokuwa umeweka sahihi na ukahakikisha uzi wako wa chini umepanda kuja juu, ukawa uko sahihi, hauwezi kujikunja. Kwa hiyo ulivyoweka sindano unakanyaga kwanza ili unavuta uzi ama unafanya nini? Unashika uzi wa juu. Hapa unaushikilia. Alafu unazungusha mara moja, inashuka chini, sindano inapandisha uzi chini. Sindano yenyewe inavuta. Inavuta. Naam, mtazamaji, kama ambavyo umeweza kumwangalia mwalimu kwa hatua ambazo ameweza kutuonyesha katika jinsi ya kufungua mashine, lakini pia jinsi ya kujua mashine, lakini pia ametufahamisha jinsi ya kuweza kuweka uzi wako katika sindano na ili kuweza kushona na uzi wako usiweze kukwama. Bado tunaendelea kuzungumza na mwalimu huyu katika kipindi chetu cha vijana. Labda mwalimu, kuna fahamu kuwa wakati unakata kitambaa, vielelezo gani ambavyo mnatumia kukatia kitambaa? Vielelezo ambavyo
tunatumia kukatia vitambaa. Kwanza, unapojua unakata mshoro gani, lazima uchore kwenye daftari yako. Kisha ndio uchukue kitambaa na vifaa vya kukatia nguo. Ndio ufikie stage za kukatia nguo. Hapa nimeshona sketi na blouse, ambayo sketi ni penseli na blouse. Hapa nimechora baibui la shape. Hapa nimechora sketi ya penseli na blouse. Naam, shukran. Mtazamaji, unaweza kuona kwa namna ambavyo mwalimu wetu ameweza kutuchorea michoro yetu, ambavyo kabla hujakata nguo hakuna kielelezo ambacho kinatumika, ila utachora kabla hujaanza kukata kitambaa chako. Utachora kwenye karatasi, kisha baada ya hapo ndipo ambapo utachukua ile karatasi yako na kuweza kuangalia na kuchora na kukata kitambaa chako. Shukran sana mwalimu kwa kuweza kutuonyeshea labda na kutuchorea kwa muundo wa vielelezo ambavyo tunaweza kutumia katika kufundishia kwa wanafunzi. Tumeshachora labda vielelezo vyetu tayari ambavyo tunapeleka sasa kwenye kitambaa jinsi ya kukata. Labda ni sasa kwenye kitambaa, labda ni hatua gani za kuzingatia wakati wa kukata kitambaa? Hatua za kuzingatia ni ukunjaji wa nguo, ukunjaji wa kitambaa. Mtazamaji, mwalimu wetu anatuonyeshea namna ambavyo ya kukata kitambaa baada ya kuweza kuchora katika karatasi, kama ambavyo tuliweza kusema vielelezo ambavyo vinatumika katika uchoraji na ambavyo ameweza kutuonyeshea. Lakini kwa sasa anatuonyeshea ni namna gani unaweza kukata kitambaa kuanzia kukunja mpaka hatua zote za ukataji wa kitambaa. Tumfuatilie. Labda mwalimu, sasa hichi kitambaa chetu ambacho tayari umeshakikunja pa, labda ndo mtindo gani ambapo unaweza kukata kwa staili gani ili iweze kutokea mshono? Hapa nimekunja V au sambusa, ambayo unakata baibui la shape, lenye shape. Ndio. Kwa hiyo unaweza kukunja tu kama hivi mara moja ulivyokunja, kisha baada ya hapo ukishakata kicho, ukishapima, ukimaliza ndio ukikata, ukimaliza ndio unakata kingine, unalinganishia. Kwa hiyo kingine ambacho utakikunja utakunja tena kwa staili hii. Yes, ulivyokunja hivi. Aha. Labda sasa tuangalie kwa vipimo. Kitambaa chetu kiko kikubwa. Labda kwa vipimo unaweza kutumia kipimo gani kulingana na mtu ambaye unataka kumshonea? Kwanza nitaanza na kuhakikisha urefu wa mtu ambaye urefu wake ni 55. Nitaangalia kitu sahihi. Urefu wake ni 55, lazima nitajumlisha inchi moja kwa ajili ya kushona, ambayo ndio kanuni. Nitachora. Kisha nitatoka bega mpaka size ya kufua ambayo ni 9. Nitashuka mpaka tumbo ambayo ni 17, ni kanuni. Nitaisha futi ili kuhakikisha hatua inayofuata. Baada ya urefu nitakuja kwenye hatua ya bega. Nitagawa bega, ambayo bega tunagawa kwa 2. 15 gawa kwa 2 unapata 7.5. Unashuka mstari wa kwapa ambaye ni inchi 9. Kisha nitagawa size ambayo ni kifua. 40 gawa kwa 4 unapata inchi 10. Unajumlisha inchi 2 kwa ajili ya kushona. Nitakuja tumbo ni 38, ukigawa kwa 4 unapata inchi 9.5. Nitaongeza inchi kwa ajili ya kushona. Nitakuja kuraundisha kwapa ambayo ni inchi 1. Nitakuja kupima shingo, upana nitatumia inchi 3. Nitakuja kupima urefu wa shingo, nitapata inchi 5. Kisha na raundisha kuichora. Hatua inayofuatia nachora.
Naam, shukran mtazamaji, kama ambavyo umeweza kutufuatilia kuanzia alipoanza kukunja kitambaa chetu mpaka alipoweza kutuonyesha jinsi ya kuchorea katika hatua ambazo ametuonyeshea kukata kitambaa chetu. Tunashukuru sana mwalimu, lakini mtazamaji, fursa ni ya kwako. Kipindi hiki hakina lengo la kubeza wanawake ama watu wazima, lakini kipindi hiki kina lengo la kukuelimisha wewe, hususan kijana, kama ambavyo tumeweza kufuatilia kuanzia mwalimu alivyoanza kutuelezea mpaka alivyoweza kutuonyeshea jinsi ambavyo anaweza kuchora katika hatua za vielelezo kwa ajili ya kukata kitambaa chetu moja kwa moja kwenda kwa ajili ya kushona. Mtazamaji, fursa hii usiweze kuipoteza. Kwa wewe ambaye uko nyumbani, tafuta sehemu ambapo unaweza kujifunza ufundi wa cherehani kwa namna ambavyo tumeweza kuona hapa. Tumeweza kuhamasika labda ni namna gani ambavyo tunaweza kujifunza kwa ufundi wa cherehani kwa mtu ambaye yuko tu nyumbani kwake, hajui ni nini cha kufanya. Hususan kijana, vijana tumekuwa tukibeza sana baada ya kumaliza masomo, basi tunafika hatua tunasubiria kwamba tunasubiria ajira, lakini kasumba ya sasa hivi huwezi kukaa nyumbani kwa ajili ya kusubiria kuajiriwa. Cha kufanya ni kuwa baada ya kumaliza chuo, tafuta kitu ambacho kinaweza kukufanya ukaweza kujiingizia kipato chako. Si mwanamke, si mwanaume, sio baba wala sio babu. Jukumu hili ni la kwako. Unaweza kujifunza katika hatua ambazo tumeweza kukuonyeshea za kujifunza kwa vitendo zaidi kwa ufundi wa cherehani. Bado tunaendelea kuzungumza na mwalimu huyu katika eneo hili la nado na akiendelea kutufahamisha kwa uzuri zaidi, lakini pia tutazungumza na wanafunzi ambao pia na wao wamekuwa wakihamasika na jinsi ambavyo mwalimu ameweza kuwafundisha na kufikia hatua wameweza kushona mpaka kutuonyeshea kwa vitendo namna gani wameweza kufundishwa na mwalimu wao kwa uzuri kabisa. Labda mwalimu, kwa kumalizia, labda ni changamoto zipi ambazo umepishana nazo? Tumeangalia katika kujifunza kwa wanafunzi, labda katika hatua za kukata, labda ni changamoto zipi ambazo zinapelekea wakati mwingine kushindwa kufanya kazi kabisa? Changamoto ni vitambaa ni vichache, kwa sababu unapokuwa unafundisha kushona lazima vitambaa vipatikane kwa wingi ili pia uelewa uzidi kukua kwa haraka. Hizo ndio changamoto. Shukran. Labda haijawahi kutokea labda umekuja mwanafunzi kile ambacho umemfundisha labda kwa siku ya jana akakwambia kwamba nimeelewa, lakini baadaye utakapokuja unakuambia kwamba nimesahau ama labda sijaelewa? Hiyo katika kazi zote zina changamoto, na pia hata darasani uweze kumfundisha mwanafunzi kitu akaelewa kwa saa ile ile. Lazima kuna saa atakwambia sijaelewa. Kuna mwingine atakwambia nimeelewa, maana uelewa unatofautiana. Kwa hiyo lazima hiyo inatokea, japo sio kwa wanafunzi wote. Labda shukran. Sasa changamoto kama hiyo huwa wewe kama mwalimu unakabilianaje nayo? Nakabiliana nayo kwa sababu mwanafunzi anapokosea lazima umfanyie masahihisho azidi kuelewa zaidi. Shukran. Labda ni ushauri gani ambao unaweza kutoa kwa jamii kwa ujumla? Ushauri ninaotoa kwa jamii kwa ujumla, kweli maisha ya sasa ni magumu, sio maisha ya kusubiria tu lazima upate ajira serikalini. Unapojifunza ufundi au ujuzi wote kichwani mwako, utakusaidia katika maisha yako yote. Maana utapata kujiajiri wewe mwenyewe, itakusaidia pamoja na familia. Kwa hiyo tusikae tu nyumbani kusubiria kuolewa, hapana. Vijana tuinuke. Unamwambiaje sasa yule mama ambaye yuko nyumbani au baba hana chochote cha kufanya, na ama kijana hasa, kwa sababu kipindi hiki kina dili zaidi na vijana ambao ndo nguvu ya taifa? Unamwambiaje? Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba sasa hivi ni wasikae tu kusubiria labda kule kusaidiwa na wazazi kufanyaje. Unapoona labda umesoma, umemaliza shule, hauna ajira yoyote, jitoe, nenda katafute ujuzi, aidha kujifunza cherehani, kujifunza garage, kujifunza nini, ujuzi ndio utakao kusaidia katika maisha yako. Naam, shukran sana mwalimu wetu. Kama ambavyo tulivyoanza kuanzia mwanzo, umeweza kutuelezea kwa uzuri kabisa, lakini pia umeweza kutuonyesha namna ambavyo mwanafunzi anaweza kukata kitambaa kwa hatua ambayo umetuonyesha. Lakini mtazamaji,
tutaendelea kuzungumza na wanafunzi na wao pia watatufahamisha ni namna gani ambavyo wameweza kufundishwa na mwalimu wao, na mishono ambayo mwalimu ameweza kututajia wanaweza kutufundisha na wao kwa staili gani, ili na sisi pia tuweze kuhamasika kupitia wao. Mwalimu ametuelezea kwake, lakini tusubirie ya wanafunzi kama ambavyo wameweza kufundishwa na mwalimu wao, wameweza kuyatii katika vichwa vyao na kuweza kuyahifadhi. Kitambaa chetu kama tunavyokiona kipo tayari, na kitambaa chetu kinaitwa kwa jina la Big G. Tunaweza kutumia jina hilo. Kwa hapa tunaanza kukikunja. Mshono tunaotaka kushona hapa ni mshono unaitwa sudeshi. Tunaanza kukikunja vizuri. Unahakikisha kitambaa chako kinanyooka vizuri. Tumekunja mara ya kwanza, kisha tunakunja tena mara ya pili. Na ukisha kunja mara ya pili unatakiwa uhakikishe kwamba kimenyooka vizuri. Kisha ukishamaliza kukunja na umehakikisha kwamba kimenyooka vizuri, unaanza kupima. Na kupima unaanza kupima urefu wa moja kwa moja. Hapa sisi tutatumia urefu wote kwa sababu mshonea au mhusika wa kitambaa hiki ana urefu ambao upo hapa 58 na mwenyewe ipo hivi 58. Tunachukua urefu wa moja kwa moja. Kisha tunapima bega. Hili bega tumempima yeye kama yeye ana urefu wa 40, ana bega la 44. Kwa hiyo hilo bega tunagawanya mara 2, tunapata 22. Hii hapa 22 yetu tunamwekea hapo. Kisha tunashuka inchi 10 kwa ajili ya kumwekea mkono. Kisha tunaweka shepu kidogo na tunaelekea chini, tunashuka. Yaani hizi alama tunazoziweka kwa ajili ya kupitisha mkasi na kukata kitambaa chetu kuwa tayari kwa ajili ya kushona. Kisha tunapima shingo. Urefu wa shingo ni inchi 3.5. Na upana wake tunachukua inchi 7. Tumechukua inchi 7. Mtu mwingine anaweza kujiuliza kwamba inchi 7 ni mbona upana ni mkubwa sana. Tumechukua hizi inchi kwa sababu pindi tunapokuwa tunashona, tunakuna malinda, tunataka tuweke hapa mbele na nyuma kwa ajili ya kuweka kile kijuba chetu cha juu. Tunaraundisha shingo yetu. Kisha kitambaa chetu kipo tayari kwa ajili ya kukata. Sasa tunachukua mkasi wetu na kuanza kukata. Na pindi unakata unatakiwa uhakikishe kitambaa chako kisicheze. Hapa tayari tumeshamaliza kukata sudeshi letu. Sasa tunaingia katika upande wa juu. Upande wa juu ambapo tunatakiwa tuweke kijuba. Sudeshi tunaloshona hapa juu yake kuna kijuba. Tunaanza kukunja kitambaa cha kijuba. Labda na hicho kijuba ambacho unakikata labda mita ngapi? Kijuba inaweza ikawa ni mita 1 inatosha, kwa sababu ni kijuba kidogo ambacho kinakaa kwa hapa juu. Haichukui mita nyingi. Na labda katika ukataji wa hicho kijuba, kuna vitu gani ambavyo unaweza kuzingatia?
Katika ukataji wa kijuba ni vitu ambavyo unatakiwa kuzingatia. Kwanza unapima kitambaa chako urefu kwa yule mtu ambaye anataka, kwa sababu kuna urefu tofauti. Kuna mwingine anataka 24, kuna mwingine anataka kifike hapa 22, 23, 24. Kwa unapima ule urefu ambao ule mhusika ametaka. Kama hapa mhusika wetu ametaka urefu uwe 22. Tukitaka urefu kidogo bado tunatakiwa tunaongeza kidogo. Ukishaongeza kidogo unapima urefu wako, unahakikisha kama urefu wako uko sahihi. Kama mimi hapa urefu wangu upo sahihi hapa 21. Alafu ukishatoka hapo unazungusha tape au unazungusha futi kwa ajili ya kutafuta raundi ya kijuba. Halafu hii hapa tumeshatafuta raundi yetu ya kijuba, kisha tunakuja kuangalia katika upande wa upana wa uso wake. Upana wa uso wake ni 20, tunagawanya kwa 2 unapata 10. Nitapima 10 yangu kwa kulaza futi. Hii hapa nitaweka alama yangu, kisha nitachukua mkasi wangu kwa ajili ya kukata. Hiki hapa kijuba chetu kisha kata tayari, kipo tayari, tunaweka pembeni. Kisha tunakata vigeuzo. Kwa wengine wanatumia jina la vigeuzio, kwa wengine wanatumia jina la kaba kwa vile vya kuweka hapa mdomo wa samaki. Huu urefu ambao tunatumia hapa tunatumia kwa kila mtu ambao urefu wake, tunachukua ule urefu wa uso wake tunapima kisha tunatumia hapa. Kwa mimi hapa nitatumia 5 kwa 7. Tapima huu hapa urefu wangu 7 kisha upana 5. Hii hapa 5 na urefu ni 7. Kisha nitalaza mstari wangu hapa. Tayari kwa kukata. Hiki kwa sababu ni kikubwa nakuwa kwa hapa juu, kisha natafuta kidogo cha hapa chini. Tunachukua urefu 6 chetu kwa ajili ya kukata kaba ya mkononi. Tunakunja pia mara 4. Tunachukua tepu yetu, tunaanza kupima. Urefu ni 8. Hii hapa. Kisha upana ni 5. Hii hapa. Katika upana unaongeza 1 ya kushonea, inakuwa jumla ni 6. Unakata.
Hii hapa kaba yetu ya kwanza. Tunachukua kitambaa chetu tena kwa ajili ya kukata kaba yetu ya pili. Vipimo utatumia vile vile vya kaba ya kwanza. Kwa kuwa mimi hapa nishapima kaba ya kwanza, naweza tu nikachukua kitambaa changu hiki hapa, nikapimisha kisha nikakata. Mpaka hapa tushamaliza kukata nguo yetu ambayo kwa jina inaitwa sudeshi. Iko tayari kwa ajili ya kwenda kushona. Tushamaliza kukata, sasa tunakuja katika upande wa kushona. Kwanza tunahakikisha mashine yetu iko vizuri, vitu vyote viko sawa. Hii hapa ni bobbin na ringi yake ambayo imeshajazwa uzi. Natakiwa niweke katika mashine kwa ajili ya kushona. Kisha natakiwa uzi wa juu pia nao niweke vizuri. Kisha na kuweka katika sindano. Hapa nimeshaweka uzi wangu katika sindano. Natakiwa ni utoe uzi wa chini. Sasa nazungusha mara moja na kuvuta uzi wa chini. Tayari ipo tayari katika kufanyaje? Kwa kushona. Vifaa vangu wote nishakagua vizuri, viko sawa, naanza kushona. Naanza kushona kijiba changu cha juu kama nilivyokuambia kwamba sudeshi letu ni la kijuba kwa juu. Na nikishaweka kwa ajili ya kushona, ninapoanza kushona nahakikisha kwanza ninapoanza na kaza uzi. Hapa sasa tunaona kwamba sudeshi letu limeshakamilika kama kijibu jinsi unavyokiona hapa kimekaa kwa juu. Na sudeshi letu hizi kaba ambazo tunakwambia tunaweka katika mikono ni hizi hapa, na zile za hapa ni hizi hapa, zimeshakamilika. Kwa hiyo tunaweza tukamjaribisha mtu kwa ajili ya kuona sample ambayo imesha. Sudeshi letu kama tunavyoliona limeshakamilika. Dada yetu amejaribisha hapa, amependeza. Kwa mbele liko hivi na kaa hivi na muonekano huu, na kwa nyuma pia lina muonekano kama huu kama mnavyoliona. Hapa tumeshakamilika sudeshi letu tayari.